Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni Februari 18, siku ya Jumatano. Leo tunaiangazia mada inayosema mwanzo na mwanzilishi. Soma Wakolosai sura ya kwanza aya 18. Kuna uhusiano gani kati ya wazo la Kristo kama kichwa na yeye kama mwanzo? Katika lugha ya Kiebrania, maneno yanayotafsiriwa kichwa na mwanzo yanahusiana. Mfano wa kwanza wa neno la mwisho katika maandiko unapatikana katika Mwanzo 1 aya kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Yeye ni kichwa cha binadamu na cha kanisa, si tu kwa sababu ya umwilisho, bali pia kwa sababu yeye ndiye muumba. Katika lugha ya Kiyunani, neno linalotafsiriwa mwanzo lina maana pana. Hapa mwanzo linamrejelea Yesu kama chanzo au mwanzilishi wa kanisa. Wakolosai 1:18. Na kwa hiyo kichwa chake kama vile alivyo mwanzo au mwanzilishi wa uumbaji. Yesu si tu mwanzilishi kwa habari ya uumbaji wa kanisa, yeye pia kwa njia ya kufufuka kwake katika wafu. Warumi 6 aya 3 na 4. Mwanzilishi wa uumbaji upya. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, ushindi wake juu ya kifo pia unaonesha ushindi wake juu ya dhambi na uweza wake wa kutuumba upya kwa mfano wake. Haya yote yanaonesha kwa nini yeye ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Juu ya maana ya mzaliwa wa kwanza, tazama somo la Jumatatu. Ufufuo wake ndio uliotangulia, ingawa si wa kwanza. Musa alikuwa wa kwanza, ndiyo maana mashindano na Ibilisi yalitokea juu ya mwili wake. Yuda aya 9. Pasipo ufufuo wa Kristo, hakuna mtu mwingine ambaye angeweza kufufuliwa katika wafu. Ni muhimu katika hatua hii kupitia kwa ufupi sababu zote alizotoa Paulo kwa Yesu kuwa mtangulizi. Sababu ya kwanza, yeye ni udhihirisho kamili wa Mungu asiyeonekana. Sababu ya pili, yeye ndiye wakala ambaye kupitia kwake vitu vyote viliumbwa. Sababu ya tatu, yeye alikuwako kabla ya vitu vyote na vitu vyote vinashikamana katika yeye. Sababu ya nne, yeye ndiye kichwa cha kanisa ambalo ni mwili wake. Sababu ya tano, ameshinda dhambi na kifo na hivyo kupata haki ya kuwafufua wote wanaoweka tumaini lao kwake kama Mwokozi. Sababu ya saba, Yesu alikuwepo siku zote, lakini sasa kwa sababu ya haya yote amekuja kuwa mtangulizi kama kichwa cha wanadamu na kichwa cha kanisa. Ni nini unapaswa kubadilisha ili uweze kupata vizuri zaidi uzoefu wa Kristo kuwa mtangulizi katika maisha yako mwenyewe? Hii ni Februari 18, siku ya Jumatano, mada ikisema mwanzo na mwakilishi. Na huo ndio mwisho na tamati katika tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nanyi sasa na hata milele. Amina.